السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد دائما لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, tukimalizia leo katika mlango wa zaka, katika kifungu cha mwisho baada ya kueleza wale asnafu thamania. Mwenye kitabu akimalizia anasema wayajibu isti'yabul mawjudina minhu. Mwenye sharh anasema takallama almuallifu rahimahullah huna an hukmi ta'mimi zakati ala al-asnafi thamaniyati wa ahadi kulli sinfin. Hapa anachokizungumza mwenye kitabu, kama vile alisharhisha kitabu kama hichi, anasema kwamba mwenye kitabu amezungumzia kuhusu hukumu ya kuzieneza zile zaka kwa wale watu wa aina 8. Sasa tuko na zaka, sawa, tuko na nini? Zaka. Tuna inma sadaqatu lilfuqara, tuna mafukara masakin, sawa, algharimina wa fi riqabi muallafati qulubuhum, sawa, na tuna fi sabilillahi wa bin sabil. Tuna watu wa aina 8 na mimi niko na zaka nataka kutoa. Je, ni lazima nihakikishe kwamba hizi zaka zangu zimefikia kila mmoja katika haya makundi 8, au ni lazima niwape wote katika haya makundi 8, au ni bora tu nifikie huyu nimempa kwa sababu ya fukara, huyu kwa sababu ya maskini, huyu? Hichi ndio ambacho kwamba tunachokizungumzia leo. Anasema wa hukmu dhalika yakhtalifu bihasabi man yuqassimu zakata. Hizi zaka, ili tukwambie ni lazima uwafikishie wote, lazima ufikishie watu fulani, tutaangalia ni nani anayegawanya hizi zaka, kwa sababu zaka kuna namna mbili za kugawanywa, sawa. Zaka kuna namna mbili za kugawanywa. Kuna mimi kama mimi nina zaka zangu, sawa, na wewe kama wewe una zaka zako. Kisha kuna daula ya Kiislamu, sawa. Tukisema daula ya Kiislamu tunamaanisha serikali ya Kiislamu. Sasa kukiwa na serikali ya Kiislamu kuna mipangilio yake, si ndio? Sasa ikiwa hizi zaka au namna mbili ya kugawanya hizi zaka, ima wale wanaogawanya ni watu katika daula ambao kwamba tunasema ni imamu, kiongozi wa Waislamu, yeye ndo ameshughulika, amechukua zile zaka akafanya nini, akagawanya. Hii ndio aina ya kwanza kugawanywa zaka. Ama yule mwenye mali mwenyewe akaenda akagawanya yeye mwenyewe, au akamwakilisha mtu, lakini hapo itakuwa ni mwenye nini, mwenye mali, hakupeleka kwa kiongozi wa Kiislamu. Ima zigawanywe na imamu, yani kiongozi wa Uislamu, ama agawanye zaka yule mwenyewe nani, tajiri. Sasa ndio akatwambia fa in kana yuqassimuha al-imamu, ikiwa hizi zaka anayegawanya ni nani, ni imamu. Sasa tukisema imamu, ndio pale itakuja masala ya nini, baitul mali. Tushasikia baitul mali, Sasa ni mahali hapo kwa kuhifadhiwa kama vile banki tu, sawa, mali kuhifadhiwa, mali ya Uislamu, wale wenye kuleta zaka, zile ghanima zitakazopatikana kule katika nini, katika vita, kile kitakachopatikana, labda hakuna mwenye kurithi katika Uislamu, kuna mali ya nini, ya hifadhiwa. Sasa fa in kana yuqassimuha al-imam, ikiwa anayegawanya zile zaka ni kiongozi wa Uislamu. Hatumaanishi tukisema imamu hatumaanishi imamu msikitini, hapana, tunamaanisha imamu kwa maana kama vile nani, rais, sawa. Fa in kana yuqassimuha al-imamu fayajibu alayhi, ni lazima sasa huyu ikiwa anagawanya ni imamu, ta'mimul asnafi thamaniyati, sawa, ni lazima ahakikishe kwamba watu wote wale sampuli 8 wanaostahili kupatiwa zaka amewafikia. Kisha si tu wataswiyatu bainahum mutlaqan, na lazima agawanye sawa kwa sawa. Huu ni fukara amempatia 100,000 na huu maskini atampa 100,000,
na huyu ambaye kwamba ni bin sabili 100,000, na huyu ambaye kwamba kuna deni 100,000, wote wataswiyatu bainahum mutlaqan, lazima afanye sawa sawa, awape sawa sawa wote. Tumefahamiana, si ndio? Jambo la pili, ta'mimu ahadi kullu sinfin, ni lazima ahakikishe hawa ni mafukara, si ndio? Hili ni fungu la mafukara 100,000, hili fungu la mafukara la masikini, sawa? Hili ni fungu la wale wenye madeni, hili la fungu la wale ambao kwamba ni watumwa lakini wameandikishana na wale wamiliki, hili ni fungu la wenye kutumikia dini, hili ni fungu la waribikiwa na safari. Tumeweka kila fungu na chake, sawa? Kisha sasa isitoshe, baada ya kwamba tumeweka hili la masikini, hili la mafukara, ni lazima ta'mimu ahadi kulli sinfin, ni lazima kila aliyefukara ukimganyia huyo 10 na huyo fukara mwingine naye pia afanye nini? Umpatie 10, sawa? Kifa wataswiyatu bainahum intasawat hajatuhum, ni lazima uwaganyie sawa sawa hawa mafukara, lakini ikiwa dharura zao ni sawa sawa. Wote ni mafukara, lakini huyu lau tutamwekea chakula kwake itakuwa ni sahali. Huyu kweli ni fukara, lakini lau tutamwanzisha mtaji wa nini, wa biashara, kwake itakuwa. Kwa hivyo tutaangalia kulingamana na hali ya wale mafukara na haja zao. Wa illa, isipokuwa ikiwa hawalingani, fayuraiha, ataangalia ni nini kinachostahiki apatiwe huyu, nini kinachostahiki apatiwe huyu, sawa? In qalla malu zakati bihaythu la yasuddu masadda law ista'abahum, sawa? Lau zaka itakuwa ni kidogo na lau agawanye makundi yote, haitafanya nini? Haitawezekana. Atafanya nini? Haitakuwa hapo, sio lazima afikie makundi yote, wala sio lazima makundi yote ayape sawa sawa. Ataangalia tu wale wenye haja zaidi atawapatia, wale ambao kwamba kidogo ni afadhali, hawa wanajua kwa namna fulani watapata, ataachana na wao. Huyu ikiwa nagawanya ni nani? Ni kiongozi. Inkana yukasimu hal maliku, ikiwa nagawanya ile mali sasa ni mwenye mali, sawa, tajiri, fayajibu alayhi, kitu kitamlazimu yeye ni kuenea yale makundi yote yale tulisema yaliyoko mafukara, masikini, yale makundi 8 lazima ayaenee, aeke hiki agawanya mafungu 8. Kisha wataswiyatu bainahum, na lazima awape sawa sawa katika kule kugawanya ile makundi, lazima yake sawa sawa. Kisha jambo lingine la pili ni ta'mimu ahadi kullu sinfin in haswaru wafa almala bihim, na lazima pia ahakikishe kwamba kila katika fukara asimpe fukara huyo shilingi 500 na huyo akampa shilingi ngapi? 200 kwa interest zake. Labda nampa huyu kwa sababu kuna mambo mengine kitaka kwake nitafanya nini? Agawanye, awape sawa sawa. Mwanzo fungu la mafukara liekwe sawa na la masikini, kisha na wale walioko katika hilo fungu la mafukara nao pia wafanye nini? Wapatiwe sawa sawa. Tena ikiwa yawezekana mafukara wote watapewa, basi mali atatoshea, ni bora zaidi wapatiwe wote, sawa. Na ikiwa haiwezekani kuenea kwa kila mmoja, sawa, ikiwa tuseme tumeweka fungu la mafukara la masikini, lakini hatuwezi kumpa kila mmoja, ama hata hizi pesa zilioko hatuwezi kuweka mafungu ya makundi yote 8, atafanya nini? Anasema lakin la yajuzu lahu al-iqtisaru ala qalli min 3 min kulli sinfin, angalau basi eka hata kama kidogo kidogo, kisha katika kila kundi usikose hata kama ni watu 3 utakawapa. Huyu nampa kwa sababu ni fukara, huyu nampa sababu ni masikini, huyu nampa ni sababu la ghamirin al-amilina, huyu nampa wakiwa watakuwa wamefanya nini? Wamepatikana. Ukiwa wamepatikana, basi katika kila pahala hatuwezi kuwaganyia wote, sawa, tusikose angalau kuwapa watu 3 katika kila kundi, isipokuwa al-amil ni wale wenye kuzigawanya zile zaka. Fayajuzu an yakuna wahidan idha husila bihi al-gharadu bal law qasama al-maliku saqata sahmu al-amil. Lau tuseme yule mwenye mali mwenyewe ndo atakwenda kugawanya, kama vile kuna baadhi ya watu hawaamini kumpa mtu kitu chake kabisa, sahau hicho.
Sasa kuna baadhi ya matajiri kwa hivyo. Sasa akienda yeye mwenyewe, akisimama yeye mwenyewe katika ile mafungu 8 kuna al-amilina, wenye kuzifanyia kazi, si ndio? Wenye kuzitumikia. Litakuwa limefanya nini? Limeondoka. Mabaki makundi mangapi? 7. Kwa hivyo katika ile makundi 7 kila pahali kutolewa watu watatu wapewe. Kila pahali kutolewa watu watatu, na wenyewe mnaoishi pale katika ule mji ndio mtajua. Na lau kwa mfano wale waharibikiwa na safari hawako, lao tuseme wenye kutumikia dini hawako, itakuwa makundi mengine yamepungua 2 haya. Wamebakia makundi mangapi? Makundi 5. Kwa hivyo yale makundi atakayopatikana, ikiwa unaweza kuwapa wote katika ile makundi ni bora. Hayawezekani, mali ni kidogo, basi katika kila kundi wasikosekana angalau watu 3 kwa uchache. Mpaka hapa naona tutakuwa tumemaliza mlango unaozungumzia masala ya zaka, na mlango unaokwenda mbele au tutakaoanza kesho kwa tawfika ya Allah tabaraka wa taala ni mlango unaoelezea kuhusu babu alhaji wal umra. Mlango unaelezea kuhusu hija na umra. Tutaona insha Allah taala hija ni nini, umra ni nini, ni nani na kwamba anailazimika kwenda hija na umra. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.